Kuna stori maarufu sana inayomzungumzia Esau na Yakobo katika Biblia. Katika hii stori nimejifunza jambo moja kubwa la msingi sana, ambayo nasema kwamba Esau alikubali kuuza uzalio wake wa kwanza kwa chakula ambacho alipewa na mdogo wake Yakobo. Lakini Yakobo akapata uzaliwa wa kwanza kwa kumpa kaka yake chakula. Hii ina maana gani? Ina maana hivi: watu ambao wanatumia nguvu kuliko akili au wanatumia nguvu bila akili ni watu ambao wako tayari kupoteza vitu vyao vya thamani kwa kitu cha siku moja. Lakini watu ambao wanatumia akili bila nguvu, wao wanapata vitu vya thamani kupitia ujinga wa watu. Kwa hiyo kumbuka sasa, bidii sana ambayo utaifanya bila kutumia akili ni kuuchosha mwili. Wewe uko wapi? Uko kwa Esau au uko kwa Yakobo? Jifunze katika hili.